الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فندليا آية 20 يا سورة الفتح، سورة إن فتحنا. آية 20 نسمع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. معنى آية 20 tumeeleza jana juzi: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. وعدكم الله، الله amekuahidini na صيغة الماضي past tense. kitu fi'il madhi ameshakuahidini kabla. وعدكم الله مغانم كثيرة، na hizi ni kila aina ya ngawira. Kathira, nyingi. Ikiwa katika mapigano, yani pigano moja au mapigano mingi, taban maghanima wa maghanima kathiratan ya'khudhunaha, katika aya 19 ilikuwa ya Khaybar. Kwa hivyo inaweza kuwa vita pahala pamoja mmepigana mkapata maghanima kathira, na inaweza kuwa maghanima huku na maghanima huku, ngawira au ngawira huku kwa vita kadha. Na hii aya 20 bila shaka inasisitiza kwamba maghanima ya mwanzo na maghanima mengine Mwenyezi Mungu amekupeni ahadi zote, bimaana kwamba kwa sigha iliyokuja ta'khudhunaha, amekuahidini mtachukua ngawira mtakazozichukua, kwa sigha mudhari', fi'l mudhari'. Na daima fi'l mudhari' yani inaonyesha dalili kwamba itaendelea tikrar li hadha fi'l. Kitendo hiki kitaendelea kwamba kila mtu mpigana kwa njia ya Mwenyezi Mungu, mkatekeleza zile shuruti za mapigano wa imani na ikhlasi, basi kwamba Mwenyezi Mungu anakuahidini kwa mtakuwa mnachukua, mkichukua ta'khudhunaha. Lakini fa'ajjala lakum hadhihi ngawira hii hapa karibu amekuharakizieni, mtazichukua kwa haraka, kisha amekuleteni kwa haraka hizi ngawira hii ya kwanza. فعجل لكم هذه وعدكم الله مغانم كثيرة. نعم، مغانم كثيرة تأخذنا، نهي بمعنى كم تأخذ. فعجل لكم هذه، ikiwa فعجل لكم هذه بمعنى kwamba hii Khaybar au kwamba ile sulhu yenyewe ni maghanima pia, kwa sababu nini? Hamkuna hasara nyinyi, bali mmepata faida kwamba mmetambulikana. Kwa nini? Kwa nguvu zenu kwamba zinaweza hata kumkabili Quraysh. Sasa huyo Quraysh miaka yote ya 13 ya Maka na miaka 6 ya Madina mlikuwa siku zote hofu kubwa, hakuna jambo, usiku mchana mnazungumza na Quraysh na adui wao na vita, basi hakuna kingine. Ila sasa mshakuwa kwamba wao wenyewe wamerudi nyuma kwa kubali sulh, na hii pekee yake ni maghanima anasema. Kwa hivyo sulh Hudaybiyah, na pili kwamba mkirudi tu mnakaa mwezi mnaelekea Khaybar, hiyo pia maghanima kathira ambayo tajwa ya 19, na ahadi ya Mwenyezi Mungu inaendelea. Wakasema kwa aya hii fa'ajjala lakum hadhihi, amekuharakizieni hii ya mwanzo, halafu wakaffa aidiyan nasi ankum, na kaizuia mikono ya watu isikufikieni. Hapa kwa mwenyewe Qurayshi haja kuhujumuni, ile pekee yake kafa aidiyan nasi ankum, ameizuia mikono ya Qurayshi isikufikieni.
wala maadui wengine wote wale ambao walikusudia ubaya, ikiwa wanafiki pia. Kafa aidian nasi ankum, Mwenyezi Mungu amekuepusheni na maadha yao. Ikiwa Makuraish wanafiki walikuwa nyinyi mmeacha ahali zenu, mmekwenda zenu Maka, mkaacha ahali zenu dhaifu mji huko, na mmezunguka na makabila ya mabedui ambao wangeweza kufanya uovu, wakaingia Madina wakawatesa walikuwa ndani ya Madina. Lakini Mwenyezi Mungu kafa aidian nasi, ameizuia mikono ya watu ankum, isikufikieni kwa njia ya adui kukudhuruni. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amelifanya jambo hili kwa kupeni himaya na nusra yake, kwamba maadui wa kila aina, sio wa Maka, sio wale wabakisha katika sehemu pembezoni mwa Madina, wote kafa aidian nas ankum walitakuna ayatan lilmu'minina. Na hii iwe alama kwa waumini kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja nao, kwamba Mwenyezi Mungu anawalinda, kwamba Mwenyezi Mungu anawatengenezea kila kitu kwa maslaha yao. Mateso mliopata yashatosha. Ya Maka miaka 13 ya mateso ya Quraysh yashatosha. Madina miaka 5 iliyopita mpaka mwisho kwa kuonesheni Mwenyezi Mungu nguvu zake, jeshi lote limeng'oka, limekimbia watu 12,000, na Mayahudi walikuwa ndani ya Madina wote wameondoka kwa kuogopa. Mwenyezi Mungu amekuonesheni nguvu zake, kwa mnapotaka kufanya jambo na leta upepo tu, askari mmoja jundi min junudillah, upepo rih, pepo mkali umevunja kila kitu, wakatokomea wakaondoka. Hilo peke yake Makuraish limeogopesha. Kwa hivyo hapa wakafa aidian nasi ankum, na ujue kwamba anaposema maneno kama hayo, wakafa aidian nasi ankum, amezuia mikono ya watu ili sikufikeni, ina maana kwamba Mwenyezi Mungu sasa anakupeni power. Na ndio ikamfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema hivi kwamba kutoka sasa hawatakuja maadui kutujumu ndani, bali sisi tutakaofuatia nje, kwa sababu udhaifu wa jamii yote kwamba unapokuja kupigwa ndani ya nchi yao. Nguvu za jamii yote ni kwamba unapotoka wao kumfuatia adui nje. Na kwa hivyo akasema baada hapa kutoka sasa hakuna tena kupigwa ndani. Na hajasema hapo, kayasema baada majeshi ya Makuraish na washirikina kung'oka katika vita vya Ahzab mwaka 5. Baada kuondoka kutoka sasa hakuna tena kuhujumiwa hapa. Yani Mwenyezi Mungu kishampa support mtume wake na kumuonesha kwamba unaona namna gani tulivyoangoa hawa, hamjapigana nyie, mimi peke yangu nimeleta upepo tu, nimeangoa kwa kimbia wote. Si maskhara kujua na kila upande jeshi watu 12,000 vita vya Ahzab wote, katika sharhi ya aya zake nimeshaelezea zote hizi. Kwa hivyo kwamba vita vya Ahzab ilikuwa dalili tosha kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na waumini na anawanusuru. Naam, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapofanya jambo anafanya kwa hikma kubwa na kwa nguvu kubwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mwenye kujua kila kitu na yeye ndio mwenye kuongoza kila njia. Wallahi na aya nasema hapa ويهدي وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. hiyo ni aya, dalili, ilmu wajue kwamba nini, dalili ya khairi kwamba kila kitu kitakuwa sasa kwa maslaha yao sasa biidhnillah. Wayahdiakum sirata mustaqima, ilobakia mpate kuongozwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yahdiakum sirata mustaqima. Na Mwenyezi Mungu akaonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alipochora pale chini kuambia kwamba hii ndio njia, nifuateni mimi tu basi. Nifuateni mimi kwa kila ninalofanya na kila ninachokuamrisheni, basi mtakuwa mmefuata njia ya Mwenyezi Mungu anayotaka. Huwa siratu mustaqim. Wasirati, njia iliyonyoka, ni yale mafunzo aliyopewa na Mwenyezi Mungu, aliyepewa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu, namna gani, ikiwa katika ibada, ikiwa katika vita, ikiwa katika jambo lolote. Wayahdiaka sirata mustaqima, ili kuongoze njia iliyonyoka aliyotaka Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na wa inna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, waambie hivi kwamba hii ndio njia yangu iliyonyoka, ifuateni. Wala tattabi'u subul, msikae mkafuata njia mbalimbali, fatafarraqa bikum an sabilihi, mkatokezea mtafaruku, mkatoka nje ya njia yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo zote, kila anachoamrisha Mwenyezi Mungu yote, kila amri aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofahamishwa na Mwenyezi Mungu, awamiruhu kullaha
fi ghayati al-istiqama, katika kunyoka njia ya sahiha anayotaka Mwenyezi Mungu. Na utaona kama mtafanya hivyo, hapo ndio tutaona nguvu za Mwenyezi Mungu zinapokuwa pamoja na waumini, kwa sababu inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu inna Allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Mwenyezi Mungu ndio anawalinda wale walioamini wasofanya khiana. Mwenyezi Mungu anawaonyesha litakuna ayatan lilmu'minina alamatan lahum, alama kwamba yuko Mwenyezi Mungu yuko pamoja nao. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja na waumini wanapokuwa wanatekeleza vile anavyotaka Mwenyezi Mungu. ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى ناتكبيني قويرة. أخرى لأي كلمة؟ مغانم كثيرة. مغانم كثيرة يمكن كسبورتي قبل ومغانم كثيرة نتأخذونها آيكم لتيسا akasema wa'adakumullahu maghanim kathira, halafu inakuja tena wa ukhra na nyinginezo. Sasa hizi bishara zote zinakuja na wao wametoka kwanza kwenye sulhu, wako njiani wanarudi zao Makkah, wamefanya sulhu na Makureshi, wanarudi Makkah. Habari nzuri juu habari nzuri zinateremkia, aya za dalili kadha kadha. Huko mtapokwenda atakwambieni tumedhikika kwa sababu ya mali zetu na watoto wetu, tuombe maghfirani. Wanafi watasema hivyo. Tumepewa kwamba mkishafika tu nyie basi mlokuja huku kwenye sulhu ndio mtakao kwenda kupigana kwenye vita vya Khaybar na Mayahudi peke yenu 1400 wasinge wengine. Hayo yote yamekuja, na halafu tena naambia bado wa maghanima wa'adakumullahu maghanima kathira, mtazichukua. Naam, aya 21 wa ukhra lam taqdiru 'alayha قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. وأخرى ngawira nyingine atakupeni. وأخرى ngawira nyingine lam taqdiru alayha, nyinyi hamjaweza kuzipata. قد أحاط الله بها, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwisha zingia, amezunguka na kuzingia. Ihata bimaana kuzunguka kitu duara nzima, yani kad ahata Allah biha. Nyinyi hamkuweza. Jambo la mwanzo, mmekwenda Makkah, mmeshindwa hata kwenda kufanya ibada, mmeshindwa kwenda kutekeleza ile mliloliendea, mmezuiliwa na Makureshi, akakutoeni kukurejesheni, hamjapata kufanya umra yenu, mmeondoka na kwamba mnasikitika. Halafu baadaye Mwenyezi Mungu anakubashirieni kwamba mtakwenda baada ya miaka miwili mwakani, baada ya mwaka mtaingia kwa marefu na mapana, mtakaa siku 3, mfanye ibada, msali, mfanye mnavyotaka. Makureshi watakuwa wakutazameni kwa hofu na kwa admiration, kwa kustaajabu jambo lenu na utukufu mliokuwa nao na nidhamu mliokuwa nayo na ibada ya Mwenyezi Mungu wa kweli mnemwabudu. Haya yote haya yatafanya Makureshi waone wako ni wanyonge. Lam taqdiru alaiha. Na baadaye mnarudi mwaka 7 mwakani, baada ya mwaka tunaiteka Makkah, mnaingia mkavunja masanamu yote yaliokuwa ndani ya Kaaba na kuisafisha nyumba ya Mwenyezi Mungu, kuitahirisha na kuitakasa, kuondoa kila aina miungu ya kipumbavu, miungu ya uongo. Hilo lam taqdiru alayha, mjaiweza kabla. Ndio kwanza Mwenyezi Mungu anakupeni bishara, anakupeni nini, habari njema kwamba ukhra lam taqdiru alayha. Ikiwa kusudio wa ukhra ni hapo kuingia kwa ajili ya kufanya umra, kuiteka Makkah baada ya mwaka wa pili, yani huu mwaka 6, mwaka 7 mnafanya umra ya qadha ya kulipa, mwaka 8 mnaiteka Makkah, mnasafisha na shirki na kufuru yote inaondoka, inakuwa Makkah na jengo la Mwenyezi Mungu Baitullah al-Haram imetakaswa, imesafishwa kabisa na kila danas na kila uchafu uliokuwa ndani yake. Haya, ukhra taqdiru alayha. Ikiwa hivyo, wengine wakasema la, bali zaidi, lam taqdiru alayha, Mwenyezi Mungu amekupeni wa'adakumullahu maghanim kathira ta'khudhunaha, itakuwa ni kutekwa kwa Iraqi na kuingia mpaka Faris na kwenda kwa upande wa magharibi kwenda mpaka Sham, yote mkatoa pawa zote mbili za Faris na Warumi wote wawili. Haya pia lam taqdiru alayha,
haya yote ukhra mengineyo. Kwa hivyo wafasiri wametambaa katika kueleza wa ukhra lam taqdir alaiha. Kwa hivyo kila mmoja akaenda maslaki yake kuelezea nini kusudia wa ukhra lam taqdir alaiha. Na Mwenyezi Mungu ameizunguka yote, yani ameshakutayarisheni kwa wakati munasib, kila moja itakuingia katika mikono yenu. Wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allah biha. Mwenyezi Mungu ameshazunguka yote. Naam. Alafu inna Allah ala kulli shay'in qadir. Mwenyezi Mungu mweza kila jambo, na iko ameweza kuizunguka yote kwa sababu inna Allah alimun bi'awaqib al-umur. Mwenyezi Mungu anajua yote atakayotokezea baadaye. Wanajua kila mmoja kwamba Mwenyezi Mungu anachokitaka ndio kinakuwa. Inna Allaha yudiru kulli shay wa yudabbiru kulli shay. Tadbir kulli min Allah. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Ni mweza wa kila jambo. Naam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nao kuanzia sasa, itakuwa futuhat, ushindi juu ya ushindi na nusra kwa waumini. Basi wao watekeleze wajibu wao wanaotakikana kutoka na wao katika imani zao, bila shaka at-ta'a lillah wa lirasul sallam. Kwa hivyo tunaona kwamba walosema kwamba kuingia Maka, kufanya qadha umra, kucheka Maka, Khaybar na vita vya Hunain baadaye, na kucheka kwa Taif, na baadaye atapoondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kuteka Faris na Rum na Khaybar, yote haya ni katika jumla ya mambo ambayo yalibashiriwa na Mwenyezi Mungu. Amewabashiria waumini na hali katika udhaifu kwamba wameshasaini sulhu huko na wanarudi katika udhaifu, na Mwenyezi Mungu anawapa hope juu ya hope juu ya hope. Maneno yote haya wanapa matumaini mazuri kabisa. Na katika jumla ya maneno ambayo yaliyofanya kwamba hata waumini bado walikuwa kilegalega katika ile imani zao, Umar Khattab anakaa kimuuliza Mtume masala chungu zima, anaambia jambo, anasema, anamwambia Mtume sasa, awalaysa kunta tuhadithuna anna sanati albayt wa natufu bihi, sikuwa ukituambia kwamba tutaingia katika baiti tutatufu tufanya ibada. Mtume sasa akamwambia, qala bala afa akhbartuka annaka atihi al'am, nilikwambia kwamba mwaka huu ndio tutapofanya, au nimekwambia tutakwenda. Hata tumefika Hudaybiyah hapa karibu na Makkah, si mbali, lakini sijakwambia mwaka huu. Kwa hivyo tutakwenda kama si mwaka huu mwakana. Qultu la, sijakwambia. Akasema Umar, la, hujasema mwaka huu. Qala khala fa innaka ahtihi wa mutawafun bihi, utakuja na utatufu unavyotaka ya Umar. Atakaanza kupata nini? Matumaini kwamba naam. Kwa hivyo haya maneno yamepita katika mazungumzo, na hii dalili ya kuonesha kwamba hata mwanzo waumini walikuwa na wasiwasi, lakini Mwenyezi Mungu akashushia bishara njema. Wa ukhra lam taqdiru alayha qad ahata Allah biha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira. Aya 22 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم، لو انجلي بيجانا نيني الذين كفروا أو كفروا، ايش نبيله؟ ولو قاتلكم الذين كفروا، لو واو وانجلي بيجانا نيني أو كفروا، بس وانجلي فيني لولوا الأدبار، وانجلي جيوكا وكاكيمبيا رحمك الله، wangelipiga hao laqatalakum alladhina kafaru, wangelikuwa wameingia katika mapigano. Tuseme nyinyi mmekwenda mkafanya sulhu, la wangelikuwa wameingia na ikawa mapigano yapo, na Mwenyezi Mungu ameandikia kwa hikma yake kwamba vipigane yatokee mwaka ule, basi wale makafiri wangelikimbia kama walivyokimbia kwa upepo mkali. Tungeliwafanyia visa na vitimbi vya kunini, wao wenyewe wakakimbia kaiwacha Maka. La wala ul adbar, wakimbilia wapi? Hajua kimbilia wapi. Mwenyezi Mungu angeliapa nusra watu wake,
lakini Mwenyezi Mungu hajaandika vile vita, aliandika sulhu kwa hikma kubwa. Na sababu gani inatajwa tena huko chini nyingine, tutaziona sababu. Alhamdulillah. Walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw aladbar, wangeligeuka wakakimbia, wangegeuza migongo yao wakakupa migongo wakakimbia, thumma ikisha baada hapo la yajiduna waliyan wala nasira, kisha wasingelipata la mlinzi wala nasira wala msaidizi, la wali wa kuwalinda wala kuwanusuru wala kuwasaidia, hakuna. Kwa sababu hayo miungu yao masanamu itawasaidia nini? Mungu wao waamini Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli shay. Hawa wasingelipata chochote lau wangelipigana. Walau qatalakum yani lau qatalakum umum al-kuffar, kafira kila aina, ikiwa nafiki ikiwa nani, wote wangelipigana wakati wote. Wakati wote wanapokutana majeshi mawili, lau qatalakum al-kufara, basi siku zote ushindi utakuwa kwa waumini dhidi yao. Wala wangeligeuka munhazimina, basi wakati wote wewe mwetekeleza zile shuruti za Mwenyezi Mungu anataka. Na ilipokuwa mmevunja amri, wakati wote pia Mwenyezi Mungu anakuacheni mpate adabu kwanza. Na hivi ndio sunna ya Mwenyezi Mungu. Tunapoona katika aya sura Al-Imran anasema Mwenyezi Mungu, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnihi hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin. Mwenyezi Mungu amekusadikishieni, amekutimizieni miadi yake. Na hii ndio maana aya, Mwenyezi Mungu sadaqakumullahu wa'dahu, amekusadikishieni na kukutimizieni ahadi yake. Idh tahussunahum biidhni, mliokuwa mnawaua wale makafiri katika vita vya Uhud kwa idhni yake, lakini baadaye waliasi wakashuka wale walikuwa wakirusha mishale juu, meomba msiondoke mpaka tukupeni amri. Mtume sasa ameambia hivi, watu 50 hao walivyoona ngawira watu wanakimbia, makoresho wameshuka chini, wamekhalifa amri ya Mtume sallallahu. Basi hapo ndo mnasema hata idha fashiltum, kaanza kushindwa kwa kuasi kwenu kule, watanaza'tum fi amri, mkamnagombania kwa jambo hili, mnazozana juu amri hili jambo, na mkasa mkubwa ulikuwa wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, mkaanza kuasi baada ya Mwenyezi Mungu alivyokuonesha vile vitu mnavyovipenda, ngawira vitu vya duniani, ma tuhibbun minkum yuridu dunya, watu ndio wanataka vitu kama hivi, tupata ngawira, wa minkum yuridu al-akhirah, wataka ila ridha ya Mwenyezi Mungu na pepo, bora tufe kwa ajili tupate shahada. Kwa hivyo wako aina kwa aina, si imani wote sawa. Kwa hivyo minkum yuridu dunya wa minkum yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, ikisha yote hayo, ikisha kakutengeni na maadui, Mwenyezi Mungu akaondoa maadui kwa njia hila. Mwenyezi Mungu akatumia njia ya kunini, kuacha makureshi wakimbie, waache waumini tena. Ile adabu walipata waliporejelewa tena kwa kupigwa, mwanzo walikuwa wanashinda, baadaye wakaanza kushindwa. Mwenyezi Mungu sarafakum anhum, akaondosha makureshi, lakini hali zao zilikuwa taabani tena. Wakati ilikuwa kujaribuni tu, akutieni katika mtihani basi, liyabtaliyakum wa laqad afa ankum, lakini Mwenyezi Mungu pia amekusameheni, wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin. Kwa hivyo hii aya hii dalili ya kuonesha namna gani Uhud kwenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kumesababisha nusra washindwe. Au katika Hunain walisema sisi tuko wengi tutashinda, wamesahau kwamba kuna Mwenyezi Mungu ndio ananusuru. Mwenyezi Mungu ananusuru katika kila hali. Haya ndio mambo ambayo Mwenyezi Mungu anataka watu watekeleze maamrisho yake. Wa qad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla, amekunusuruni katika Badr na nyinyi mko wadhalilifu. Dhalika bi anna Allaha maula alladhina amanu, ujue kwamba Allah ndio mwenye mlinzi wa wale walioamini. Wa anna alkafirina la maula lahum, makafiri
hana yote wa kuwalinda hawa. La yajidu thumma la yajiduna waliyan wala nasira, hawana wali wala hana nasira. Hivyo ndio Mwenyezi Mungu anavyofanya kwa waumini wakati wanapopigana kwa imani na ikhlas na nguvu moja. Mwenyezi Mungu anakuwa daima anawanusuru kwa kila hali, hata wakiwa wadogo. Maneno haya sunnatullah, ni sunna Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kawaida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sunnatullah allati qad khalat min qabl, haya ya wale waliotangulia zamani, kaumu za zamani na umma zilizopita, ilikuwa mwenendo wa Mwenyezi Mungu. Waumini wake anawatia nguvu, anawasaidia, anawaacha wao ndio wenye kushinda dhidi ya batil, ya jamii zozote zilizokuwa batil, zenye kuabudu masanamu na yasiokuwa Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo hawa sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnati llahi tabdila, hakuna katika kubadilika kwenye sunna ya Mwenyezi Mungu, katika mwenendo wa Mwenyezi Mungu anaotaka. Vita alivyopigana Makureishi, Mtume sallallahu dhidi ya Makureishi na maadui wa Uislamu, ni vita hivyo hivyo vilikuwa katika mitume ya kabla, ikiwa Musa, ikiwa mitume wengineo ambao walikuja kabla. Wao ulikuwa mfumo ni ule, kutetea Uislamu na kutekelea kalimatullah, kutetea na kwa jihad yote ilikuwa katika mwongozo aliokuwa anataka Mwenyezi Mungu, na yote ni sunnatullah. Na kadhalika kwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu anataka siku zote msilegee, msihuzunike, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Muhimu kwamba imani iwepo. Mwenyezi Mungu anaambia la wala tahinu, msilegee, wala tahzanu, wala msihuzunike, wa antum, nanyi daima al-a'launa, wajuu mbele ya makafiri na washirikina wote. Naam. Kwa hivyo haiji nusra, wa manasru illa min indillah, hakuna nusra yote ila inayotoka kwa Allah, ndio nusra sahihi inda Allah al-Aziz al-Hakim. Na wakati wote wanapoingia Waislamu katika vita, usitizame kafiri ana aina gani ya silaha, tazama walillahi junudu samawati wal ardh, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na nyinyi. Na ndio kwa maana tunaona namna gani katika vita vya Badr, namna gani malaika walikuwa wakiteremka. Anasema huko juu kuna mlango huo mlango wa nasr wa nusra, hiyo Mwenyezi Mungu huwateremshia waja wake malaika wapigane pamoja nao. Na hizi tunaona dalili katika aya kadha zilizokuja kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha malaika. Kuna 3000, kuna 5000 min malaika, na babu nasr ile kiteremka, Mwenyezi Mungu akiteremsha malaika wake, basi siku zote inni mumiddukum bi 1000 min almalaikati murdifin, kama ilivyokuja katika Badri, na kuteremsheni malaika 1000 ambao wanaoteremka wanaofuatana mfululizo. Malaika vita vya Badri wameshiriki hasa katika vita vyenyewe na vita vingine kuatia nguvu na kwa nusuru. Hivi tumeona namna gani Mwenyezi Mungu katika aya tunasoma idh tastaghithuna rabbakum, mlipokuwa mnamwomba ighatha, msaada, akusaidieni, fastajaba lakum, akakujibuni, anni mumiddukum, na kupeni madad bi 1000 min almalaika murdifin, wanaoteremka malaika 1000 wanaoteremka kusaidieni. Haya yametokezea katika Badr. Haya ngapi? 23. Sunnati Allahi qad tajid sunnati Allahi tabdila. Naam. Haya tunakuja aya 24 sasa.
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وهو الذي كف أيديهم عنكم، يعني الله سبحانه وتعالى الذي كف أيديهم alizuia mikono yao ankum isikufikieni nyinyi, wa aidiakum na mikono yenu anhum isiwafikie wao, bibatni makkata katika bonde la Makka, min baadi an adhfarakum alaihim, baada nini kukupeni Allah subhanahu wa ta'ala kukupeni ushindi juu yao, na ushindi wenyewe ndio sulhul Hudaybiyah. من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. na bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaona yote mnayoyatenda, yako yote katika kuona kwa Mwenyezi Mungu, anaona kila kitu, kila mnachokifanya. Hapa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum, na ni yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala alizuia mikono yao isikufikieni nyinyi na mikono yenu isiwafikie wao, yani pasitokezee clashes, vita baina yenu na Makureishi. Na haya yalotokezea inasemekana kwamba wakati huku sulhu inaendelea, kuna watu waliovinjari na kukataa kwamba tusuluhiane na Waislamu, hatuko tayari. Wakajikusanya kundi Faris 80 tulielezea, wakapitia njia Tan'im, wakateremka katika bonge kuelekea Hudaybiyah. Wakati wao wanateremka bonde la kwenda kwenye Hudaybiyah, hao 80 min al-Fursan utakwenda kupiga Waislamu na kuonyesha kwamba wao dhidi ya hii sulhu inafanyikana. Habari ikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapeleka jeshi. Wakati hao kundi ambao waumini walikuwa 1400 na watu 80 jua kwa ni Faris, lakini Mwenyezi Mungu ametakabali dua yake kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inaeleza kwamba aliomba dua Mwenyezi Mungu aweze kuwazuia kuwashinda hawa, kuwadhalilisha hawa watu 80 watakuja. Mwenyezi Mungu akatakabali dua yake, ikawa wepesi sana kwa kiongozi qaid huyu jeshi mkuu Jamadari Muhammad ibn Maslam al-Ansari. Alikuwa huyu katika majamadari wa mahodari sana, aliweza kuwazunguka wale na kuwakamata wote 80, wakaleta mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaambia kwamba mnajua mlilofanya ni kosa kubwa, naweza kukuweni, lakini hata hivyo ninakusameheni, tunakusameheni mwende zenu, ili tukuonesheni kwamba sisi tunataka kutekeleza ahadi hii tuliyotia sahihi, sulhu hii. Hatutaki kupigana nyinyi, wala hatujaja kwa ajili ya kupigana, bali tumekuja kwa ajili ya umra. Tumekuja kwa lengo na hatutaki kufanya jambo lolote. Iko tunataka kukueni sasa mwenyewe 80 sitabu sisi. Hata hivyo nendeni zenu, antum mutlaqa, nendeni zenu. Kwa hivyo wale wameachiwa huru, na hii pekee yake imewaachia unyonge sana watu wa Quraysh. Zama Muhammad ametuachia watu wetu na hajamua hata mtu mmoja, na hii dalili kweli alikuwa na nia safi kwamba walikuwa wasije kupigana, na kuonesha kwamba Mtume sallallahu daima anatekeleza ahadi. Yo kwamba alikuwa na haki baada ya kutoa ahadi, na nyinyi ndio mlioanza makosa kwamba nyinyi mmetaka kupigana na sisi, mmekuja kwa jeshi. Lakini hata hivyo akawaachia. Hapa Mwenyezi Mungu amejalia kwamba mikono yenu isingeingia mkapigana na hawa, na wale wasipigane na nyinyi. Au hiyo sharh moja. Sharh ya pili, wa huwa alladhi kafa aydiyahum ankum, Mwenyezi Mungu amewazuia mikono yenu isikufikeni kwa vita, yani watu wa Quraysh ndani, akajalia itokee suluhu, na nyie msije mkapigana nao, kwa sababu mngelipigana Makka na Mwenyezi Mungu angelikupeni ushindi. Kwa sababu aya nyuma anasema ni 22, walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara. Sijasoma yeye, nisoma walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara. Lau wangelipigana makafiri yote wakati wote, basi wangelikimbia wenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu angeliwafanya mambo ya kuogopa kama alivyofanya katika Badr na Uhud. Uhud mwanzo ilikuwa hivyo,
Badr watu 314 hawana mafarasi ila wawili, farasi wawili wa Hamza na Miqdad, na watu wote wamekuja na farasi na kuja kivita 1000. Ni watu 314 wote mnakwenda miguu chini, na hamna silaha na vitu vya kujikinga, ngao na nini, bali mmekwenda kwa ajili ya kutaka kuzuia ngawira. Ghafla mkashtukia jeshi liko mbele yenu, na hata hivyo mkashinda, mkaua 70, mkachukua mateka 70. Kwa nini watu 314 waliokufa 14? Na hii dalili kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja nao kwa kushusha malaika, na kwa wameashushia mvua kwa wale kule wanateleza tu, na huku mvua kidogo ya kuwathibitisha miguu yao. Mvua ile imewasafisha na kuwatakasa na kuwa kitu kimoja na kuwa na nguvu na ikuzidi imani, sakina, utulivu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana silaha chungu zima anazotumia. Majeshi ya Mwenyezi Mungu ya kila aina yanatumika katika vita. Kwa hivyo walau qatalakum alladhina kafaru law adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira, singelipata yote wa kuwalinda wala kuwasaidia wala lakini hapa sasa ingelikuwa mmeingia na mkapigana, ingelitokezea nini? Mwenyezi Mungu yataka mwingie, alitaka mrudi mwaka 6 itokezee sulhu. Kuna mambo kadha yatatokea, nyinyi hamyajui. Nyinyi rudini kwanza, mnataka kutekeleza, nimeshakubali umra yenu, bai'at ridwan, nimekupeni thawabu zenu, mmembai na kufungamana na mtume. Rudini na nakubashirieni mtachukua maghanima ya Khaibar, halafu utakuja mingine chungu zima, wote mtafanya hivi na hivi na mambo chungu zima yatatokezea, na huko wao katika furaha, tabshira, bishara juu ya bishara zinateremka kwa waumini. Taibu tuseme wangelikuwa hivi tukisema wale kwamba wale wamekataa hataki sulhu, wangeingia Makuresha, singewaacha. Kwa nini wamewazuia? Watu wengine wote wanaruhusiwa kuingia, kwa nini wao wazuiliwa wasiingie? Hakuna sababu. Hapa pala patukufu waingie yote, hii nyumba ya Mungu. Lakini wamewazuia kwa sababu ya kibri yao na kwamba chuki zao juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Uislamu, wamefanya kila njia. Na hivi ndio kufuru yote dhidi ya Uislamu maisha mpaka kiyama saa. Kila aina ya nini ya wadui dhidi ya Uislamu kwa kutokujua kwamba wema wote walikuwa katika Uislamu, lakini watu hawataki. Subhanallah. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bibatni Makkah. Na hivi batni Makkah ndio sehemu ambayo walishuka mafarisi. Alikuwa kwa Ikrima ibn Abi Jahl ibn Asma, alikuwa kwa na alikuwa kwa Khalid bin Walid. Mwenyezi Mungu hajataka vitokeze vita hapa mwaka 6 huu. Kuna mwaka 7 mtakwenda kufanya umra, mwaka 8 ndio mtapoingia. Nimeshakuwekeni wakati, lakini kwanza mpate nguvu, mpate ngawira za Khaibar, mjijenge kidogo. Na huku miaka 2 inopita waumini wanazidi kuingia katika. Leo mnakwenda 1400, kesho kutwa mwaka baada ya miaka 2 mwaka 8 Hijri mnakwenda kuiteka Maka na mko 10,000. Leo mngeliingia nyie, mngelewa watu, kumbe already wameshaslimu kule ndani Maka, hamwajui. Haya tunasema chini. Kuna watu baada ya kuondoka nyie na kuja kufanya umra, limeadmaya jambo hili, wamependa nidhamu, wamependa Uislamu, wakameslimu bila nyinyi kujua. Mnakuja mwaka 8 already wako chungu zima Maka ndani Waislamu, na mtaingia bila kuteka, bila kupigana, bila chochote. Mtavunja masanamu, mtaingia kwa furaha, mtaisafisha eneo takatifu ili mtasafisha. Na Maka mlikuwa na masanamu 360, yote mtavunja nyumba ya Mwenyezi Mungu iwe safi kabisa, na wale waamini wafurahi, watabashiriwa kwamba haya wenzenu wameshakuja kutoka Madina, wameshaiteka. Na wale kwa makafiri wakitaka staki wataingia katika Uislamu. Haya Mwenyezi Mungu ameyapanga, hajataka leo kwa hikma kubwa kwamba leo msipigane. Leo rudini, hifadhini nguvu zenu katika Khaibar, hifadhini nguvu zenu mtapochanganyika na wenzenu, ndugu zenu, mkenda mkapigana. Kwa hivyo hapa wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min qabli batni Makkah. نعم من بعد أن أظفركم عليهم, بعد أن يكوكوبيني زنقو سبحانه وتعالى من أظفركم كوكوبيني يوشيني الظفر كوكوبيني يوشيني جياو نوشيني لو يصلح حديبية من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. مزمقوا نيونا يوتي ألويا mnayoyafanya. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu sifa basira min Allah,
albasar, basira ni kuona, lakini Mwenyezi Mungu anaona vipi? Usiulize vipi. Sifat albasar bidun tashbih, msishabihishe kama nini wala takif kaifia, stafute vipi, wala tamthil, usimathilishe mfano wa kuona basira kwa Mwenyezi Mungu, wala ta'til wala kabisa. Huwa basira bikulli shay, hata vile ufichika vipi anayajua na anayaona vizuri. Wakana Allah bikulli shay basira. Kwa hivyo shina ngapi sasa hivi? Time ishapita jamani. Tutasimama hapa inshallah, na bihadha naktafi. Kwa hivyo tutapitia mbio aya 24 alafu tuendelee 25 baadaye inshallah kesho. Hadha wallahu aalam.